Naweka redio na naweka TV. Habari ya Mungu kinafika. Kanisa limepoteza nguvu. Ndio leo wataanza kuogopa kutuma hata watu kanisani. Ajui vitu gani inafanyikia huko. Kwa ofisi nyingi ya matumishi ni kama ofisi. Kama inafanyikia mimi naomba sana mimi na mimi naongea. Kwa sababu najua mimi naongea kwa kweli. Kwa ofisi nyingi sana ni kama sehemu ya ni kama madhabahuni ya usiku. Madhabahuni mchafu. Ofisi imeharibika, mpaka ofisi imeharibika. Tunataka ukweli utakatifu rudi ndani ya kanisa. Yesu Kristo amesimama. Lakini shida sio Yesu suti. Kila mtu yuko na suti yake. Na wao ndio nasikia wao mwenyewe kila mtu yuko na suti yake. Mimi hapa siwezi kusamehe. Mimi hapa nachukia. Mimi hapa natembea vibaya. Mimi hapa kila mtu yuko na suti yake. Na leo Mungu anataka unatupa suti yako. Maisha mchafu. Kimchawi inatoa mtu na maisha watakatifu na peleka mtu na maisha mchafu. Nimepita kwenye TV moja mwaka imepita. Zambi, unauliza ese mtumishi Yesu ukao sina pepo, mtumishi nyingi sana iko na wewe shetani iko sina pepo. Kwa sababu pepo inatoa mtumishi. Mungu anawaza niko mtumishi Mungu kwa sababu nasimama za Mungu mbili. Mmemtiko mtumishi Mungu kwa sababu Mungu ametuma. Hata mtume hawezi kukaa na maisha mchafu. Amen. Amen. Kuongea lugha iko vizuri, kuomba iko vizuri, kutembea na maisha takatifu iko vizuri sana. Kwa sababu utatembea na maisha takatifu, kitu ya kwanza, shetani hawezi kugusa maisha yake, mchawi hawezi kuona maisha yake, hata amekanyaka dawa munganga, hata umekuja kutupa vitu nyumbani yake, hata hajaomba. Utakatifu inashusha ufalme ya Bwana inacho. Siku moja nimeenda kuishi mwana Maria, na upano yuko na munganga mmoja nyuma kubwa sana, mama moja, bibi moja yuko munganga kubwa sana. Yeye anaweza kuamuka tu leo amekuja kwako ametupa madawa kwako, wewe sasa kutoka mlangoni anaanza kutoka hapo. Siku la kanyaka tu unakoma mgonjwa, maisha yako yameharibika. Siku moja nimesikia nabii amefika. Amekuja kutupa vitu mbele ya nyumbani yako. Nimeamka, Mungu amenisikia malaika ameamsha, alikuwa na vitu umetupa hivi. Nimeamka nikuta watu wamejaa sana. Nimeangalia watu, nimeangalia vitu, nimetoa viatu. Nimekanyaka. Nimeanza kuchika, nimeona mama anaanza kulia. Kwa nini nisema na mkomo hivi vitu ya juu hii ameeleza atoacha kulia. Nimeingia nyumbani. Nijataomba, nimeongea na simu baada ya muda nimewasha gari nimetoka. Kesho yake asubuhi mpaka leo mnganga atembei miguu mikufu. Kufa mpaka leo. Maana yake hakuna jina kuu zaidi ya Yesu. Unatembea maisha takatifu. Hata Mungu amekuja na duka yako ametupa vitu. Hata hujaomba, Biblia imesema iko na malaika ya ulinzi, malaika ya baraka, malaika ya maendeleo kwa ajili ya watakatifu. Maana yake kama unatembea maisha takatifu, hata naandika asubuhi nimesahau kuomba, iko na malaika ya ulinzi, analinda maisha yangu. Hata nimepanda kwenye basi, breki hamna, malaika ya ulinzi anasimamisha gari kwa sababu mimi natoka. Hata nimepanda kwenye ndege nimepata shida, ndege inashuka kwa sababu mimi niko ndani, iko na malaika ya ulinzi. Leo iko na Wakristo, kitu cha kwanza shetani anafanya, wewe unapoteza malaika ya ulinzi. Kama unaingia maisha mchafu, malaika ulinzi ameondoka. Shetani amesema ameingia kanisa. Nasubiri nje hapa. Hakutoka tu nje. Kama bado neno la Bwana imekoma kabila ndani ya maisha yako, siku wewe bado umefika Mkristo. Siku moja Mungu anazungumza na mama ya Samson. Mtoto amebeba tumboni watoto wake na kama mfalme. Samson amekufa bila kuzaa. Umesema ngani uongo Mungu? Kwa sababu amepoteza baraka na neno la Bwana, siku ametoka na maisha matakatifu. Siku moja Mungu alizungumza na Yusufu
Amesema wewe, familia yako inapiga magoti mbele zako na baba yako anapiga magoti mbele yako. Biblia inasema umefika muda mmoja mke ya Potifa amesema na mimi nakukupa kila kitu. Sio Roho Mtakatifu, tabia ya Yusufu amesema mimi hapa siwezi kulala kwa sababu imeandikwa. Mimi kama bado hajaelewa kuishi kulala mara ngapi na mke ya mtu. Amekubali magerezani, amekubali ya kuchafua, amekubali kubaki sawa sawa na Bwana. Amen. Leo watu wangapi amepoteza maisha matakatifu kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya safari, kwa ajili ya vitu. Mimi nimekaa mwisho naona watu kuja mtumishi 150 hapa, nataka tuanze kuishi na wewe. Mimi sio iko benka nimepeleka kwenye meza. Sasa mtumishi mmoja ameenda Kenya, ameenda wana kufika kurudi, anaweza kutoa shida ya mambo. Nakataa hapana kwa sababu sipendi pesa, hamna. Nakataa kwa sababu ya kuheshimu jina ya mtamii. Pesa inafanya kila maisha. Tumepata neema kidogo, unazana na familia yako na kila kitu. Umeamuka umekuta neema, umezaa umekuta deja gari na familia. Umezaliwa umekuta deja safari. Uko pembeni sana tu unataka kwenda wapi, Uingereza, Amerika au hapa. Leo maisha ya shida tumeishi kidogo na kazi ya Bwana. Lakini familia tunaishi maisha ya shida. Shetani hawezi kuja kumtoa kupeleka na maisha mchafu kwa ajili ya vitu. Hakuna siku tunaheshimu Bwana. Amen. Mtumishi wa Bwana maana yake sio mfalme, mtumishi wa Bwana maana yake mfanyakazi. Leo tumepoteza sisi yetu, tumekuwa wafalme. Tunataka kuona mtumishi, hata mtumishi wa Bwana anaogopa hata kusalimia watu. Wewe umetoka, wewe unatoka hapa na Mungu, umetoka mtumishi wa Bwana, kitu gani? Tuko lazima takatifu kurudi ndani ya kanisa. Amen. Na sisi kabla mwaka huu imeisha, tunafanya mkutano kubwa sana na jina la Pilato. Sio takatifu. Kila mtu anafanya mtakatifu. Njoo kupokea, njoo ponyaji. Mimi naufanya utakatifu na kurudisha utakatifu juu ya madhabahu. Amen. Tuko lazima utakatifu inarudi juu ya madhabahu. Madhabahu imechafua, imeharibika. Ndio ndio kwa mtumishi mwingine anatumia wa mtumishi wanawake, wewe nende tunataka kuchafua mtumishi, anatuma watu wanawake. Na wewe usio naenda, siku moja unakufa mapema. Mimi mtu anapiga simu, deja kabla kupokea, najua yeye amepiga anataka kuongea kitu fulani nenda kupokea. Tuko na mission ya kutengeneza. Nabii maana yake mtu anakuja kurudisha utakatifu kwa ajili ya mbinguni ndani ya kanisa. Kanisa liko kwa kuuza vitu. Utakatifu umeishi ndani ya kanisa. Yesu Kristo amesimama pale. Maana yake shida sio Yesu, shida Bartimayo mwenyewe. Iko na suti iko mchafu hizo kwenye mbele ya Bwana. Tuko na watu bado wanasali, wanaendelea maisha mchafu. Anachukia kila mtu kanisani, heshimu amina na wakuu. Maisha yake mchafu, na wazo unaogopa mtumishi, unaogopa Mungu. Hata huko mume na mke, wewe mbinguni unaingia mwenyewe. Nimekaa na watumishi mlimani, mpaka machozi yametoka, nimekasirika sana. Mtumishi kwa pale nimekasirika sana. Pale nimeenda kufuata mmoja amekuja, mtumishi niombe, anasema wewe unatembea na mume ya rafiki yako, amekuleta hapa anakufuata hapa kila siku, unataka maombi gani? Wewe usiache kunyamaza kimya. Nasema kama vitu naongea sio, nakupa namba yake sasa. Nakupa namba yake, nachukua na namba ya rafiki yako, napigia simu, nakuja pale. Mtumishi kweli sakini na kutafuta baadaye amekimbia. Kama naweza kuongea mtumishi mambo umesema kweli. Utakatifu umeishi ndani ya kanisa. Ndio umeona mtu anatafuta mtumishi ndani ya kanisa, ndoa na ni vitamini. Unakana maisha ya utakatifu. Mungu huleta malaika tambani kwa ajili yako. Kila mtu anataka kuchafua maisha mtu mwingine. Kila mtu anataka kuongea hii ndio kimchawi. Kwa sababu Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutengeneza watu kwa ajili ya mbinguni.
Mtu kama iko na Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza muone ndani yake upendo. Kitu ya pili kusaidia watu ya kutembea na maisha ya utakatifu. Kitu ya tatu kushuka. Unaona mimi na sema ya maombi, wewe usifahamu kile nabii. Wewe usifahamu. Mtumishi mmoja kubwa wa Tanzania amefika, ameniona tu. Nabii uko hapa. Kabla hajaona mimi, amepita. Ameenda hapa amerudi. Nabii uko hapa. Anaenda kubwa ya Arusha. Uko hapa. Watu tunaweza kuangalia huyu nabii. Ni kama mtu mwingine anafika nabii, anaweka watoto 6 anatembea katikati. Mtu mmoja anatembea barabarani kubwa, ameona sukuma mtu wa watu barabarani yako. Hata rais asukume mtu yule anasukuma watu. Kanisa leo tumepoteza upendo. Tumepoteza upendo. Tumepoteza kitu ya kwanza, nguvu ya kwanza kanisa imepoteza. Siku moja Mungu anamwambia Petro, njoo. Biblia inasema Petro ameanza kutembea juu ya maji. Kama Petro ametoka juu ya neno la Bwana, Petro anaanza kumeza maji, inaanza kumeza Petro. Leo sio nasubiri barikiwe. Mimi baraka inanifuata tu. Hata uko mgonjwa leo sema umepona, bila kuomba unapona. Mekasi kubwa sana Mungu ameleta kwa ajili ya mbinguni. Tunataka siku moja unaingia mbinguni. Dunia inapita. Siku moja kama hata Yesu hajafika leo unakufa. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Nimefika Singida, nimeenda jijini kuombea mtu. Nimeenda kuombea askari mmoja ya barabarani. Anafanya kazi yake. Ameona gari inakuja kwa haraka. Anasimamiza. Gari imepita. Anageuza tena anaangalia gari hamna. Kama kila muda kama amekaa hivi, alifutuka anaona gari inakuja kwa haraka, anapiga kelele. Nimeenda kuombea, nimesikia amepona, nimerudi na kazi yake. Amen. Vipi mtu hawezi? Yesu Kristo hawezi. Amen. Shetani anaogopa hapa kwa sababu sema kwa jina la Yesu, hamna. Siku moja watume neno kufukuza pepo. Pepo amesema wewe subiri na msikilize. Najua Yesu, najua mtu fulani, najua pale wewe nani. Amesema acha kukimbia kabla pepo kuacha kunipiga, acha nakimbia. Pepo hawezi kuogopa kwa sababu itakuwa kwa jina la Yesu. Pepo anaogopa Yesu anaishi ndani ya mtu. Ni siku Yesu amefika karibu na mtu kwa pepo mchafu. Pepo mchafu inaanza kupiga kelele, acha tuondoke tunaenda tena mlue. Yesu ametulia. Pepo inapiga kelele. Ifa nguvu ya kwanza inarudi ndani ya kanisa. Pepo bachawi wazama hata kupiga kelele, kukimbia kabla hata tuanza kuomba. Amen. Unataka vizuri Bwana, mambo inabadilika. Unataka nguvu, ishi maisha takatifu. Mtumie naanza niko na nguvu. Mimi niko nasema naomba hata watu zaidi ya 100 naanguka chini. Sehemu nyingine pia naomba mtajaanguka. Ni kitu kubwa sana mbinguni. Huduma yangu sio kwa ajili ya kuangusha watu. Sio kwa ajili ya kuponya watu, ni kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu. Kazi ya mtumishi wa Bwana kubadilisha maisha ya watu kwa ajili ya mbinguni. Nimekuja kumwambia mtu mmoja, umepata neema kusikiliza sauti ya nabii Bwana asubuhi ya leo. Badilika. Uti na maisha utakatifu. Siku moja Bwana Yesu akurudi, atakukuta wapi? Amemwambia nani njoo? Amesimama lakini suti. Kitu gani? Hii inashika maisha yako. Unaomba miaka 5, miaka 6, miaka 10. Kwa nini maisha yako hayasikubadilika? Umeona leo watoto hawezi kuheshimu baba. Mtoto mwingine anapiga hata mama yake, anapiga baba yake, iko chini ya lana. Anakuja kanisa na sala na nini? Mwingine heshimu hamna. Mwingine anachukia watu, anachukia tabazaji, anachukia nani? Maana kuja kanisa na sala. Unasikia ya Mungu wako nani? Biblia inasema watoto zangu wanajua na tabia. Tumefika na muda hii Mungu anatafuta waabudu wa kweli. Waabudu Yesu simama anaomba. Anasimama tu wambazaba uje shetani inaanguka. Anasimama tu wachawi hata kukimbia. Anasimama tu
Nimeenda Kibani nimekaa Kibani mwezi mzima. Si miezi mitatu, nimefanya mkutano ile miezi mingi. Wa munganga meama. Paka munganga amesema mimi hapa siwezi tena kurudi mpaka naja kuondoka. Kwa nini? Yesu Kristo anaweza. Munganga mmoja amekuja kuokoka. Amekuja kuuliza amesema mtumishi Bwana amesimama bila sisi kumtumishi. Unatumia nguvu gani? Nataka nguvu yako. Nasema ingia tu. Na kukupa. Maana tunaishi maisha utakatifu. Nguvu ya kwanza inarudi. Hakuna kitu hawezi kuwezekana kwa Mungu. Kila kitu inawezekana kwa ajili ya watakatifu. Basi amesema acha natupa tu, ametupa suti yake. Kama ametupa suti, Biblia inasema Batman ameanza kukimbia mwenyewe mpaka sehemu Yesu. Maana yake siku naacha maisha mchafu, roho ya Bwana itakuongoza mpaka sehemu ya baraka maisha yako. Itakuongoza mpaka sehemu ya ujiza ya maisha yako. Itakuongoza mpaka sehemu ya mabadiliko ya maisha yako. Amekimbia mwenyewe mpaka sehemu ya Yesu. Amefika. Yesu hajasema vitu vingi, amesema unataka nini? Kwa sababu yeye mwenyewe ametakaswa maisha yake. Unatakaswa maisha yako leo, mambo inabadilika. Unatakaswa maisha yako leo, unaishi mambo mpya. Amen. Kanisa limepoteza nguvu. Nguvu ya kanisa iko na utakatifu tu. Ndio unaona hapa watumishi nyingi. Wanataka kuita kanisa yako haribu. Utakatifu ndio haribu. Kama uko sawa na Bwana unaogopa nini? Nimemwambia tu acha maisha ya wanawake. Acha maisha ya wanaume kasi sawa sawa na Bwana. Kama umeelewa kama mke wako, kama bado hujaelewa, subiri mpaka Mungu anakupa hapa. Vitu mbaya nimesema. Nimemwambia acha kuiba. Acha kuchukia. Penda kila mtu, samehe mara 777. Kitu mbaya nimesema. Tunataka upendo utakatifu na ndani ya kanisa. Amen. Kanisa limepoteza nguvu. Mimi na leo ndio simama barabarani na chezea kanisa. Siku moja nimeenda kampuni moja kununua saa. Mtu mmoja anachukia, sema mchungaji kwa pesa watu bila kuchukua pesa, tunasema wewe nimekutoa kazi. Mimi natoka hapa kazi yako inaisha, ndio narudi mpaka kijijini. Amesema hawezekani. Mimi hapa nadumia matumishi mingi sana, lakini mimi natembea na mtumishi mwanamke mmoja tu. Nasema pale niko nje. Amesahau hesabu moja. Na kompyuta zake, bosi yake mmoja amesema kaka leo kazi yako imeisha, peleke na gerezani. Ametoka kwa gerezani kijijini. Neno la mtumishi wa mtakatifu iko zaidi kwa sababu unaona Mungu ndani ya watumishi wake. Tunapoteza nguvu zetu kwa ajili tumepata maisha matakatifu. Amen. Kuja maisha matakatifu. Mungu tunasoma maisha yako, kuja na maisha matakatifu. Hii vitu dogo sana. Mtu mmoja unakuja kutupa madawa na kiwanja yake. Hapa Arusha chini kidogo. Wanapita CCM chini kidogo. Mtu amesimama amesema hiki kiwanja yako. Nimetakasa maisha yangu. Nasema unaweza kukaa vizuri na Bwana. Nasema wewe mwenyewe ni tembea tu na kiwanja yako toka. Iko na kitu inafanyika. Ametembea ametoka. Mtu amekuja kutupa dawa. Amefika hapo dawa amepigwa yeye mwenyewe mpaka sasa hizi. Ana maji inatoka mdomoni. Amekoma kama cheese. Anaongea vitu. Nataka kuuza kiwanja ya watu. Anaanza kuongea mwenyewe mpaka ndio iko. Nasema kinabaki huko hata miezi 6 tunaangalia mambo yake baada ya miezi 6. Kama kila mtu anajua anasema ameenda kwa munganga kuharibu kazi nyumba ya mtoto ya Mungu, Yesu Kristo amenipigwa. Anabaki nao hivi kama ushuhuda. Hapo. Unakaa vizuri na Bwana mambo inabadilika. Unasali, alimutanaenda kwa munganga anachukua mume wako unasali Mungu gani? Anaenda huko ametaka kazi yake Mungu ndio Yohani moto inashuka na yeye nganga. Mtanaanza kukimbia kama huko mtakatifu.
Amen. Amen. Tunataka nguvu ya kwanza inarudi ndani ya kanisa. Ndio kanisa ni kama mchafu, vitu vinaenda kufanikiwa. Kanisa inaweza pesa, kanisa kwa inaweka pesa kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu. Mkutano leo kanisa inaweza pesa kwa ajili ya kujenga kama shule, inaenda kujenga ile kwa nini kujenga kanisa, inaenda na kujenga shule kwa ajili ya kuhimiza pesa, inaenda na hospitali kwa ajili ya kuhimiza pesa, inaenda na maduka kwa ajili ya kuhimiza pesa. Ali kanisa kidogo. Unanichukia, unanipeleka kila sehemu, naishi na pesa yangu, naishi kwa sababu Mungu anasaidia maisha yangu. Amen. Kwa sababu kuna watu wamekaa tu mbele ya mitandao andika tu. Wewe nabii, wewe. Unakati sisi na Bwana mambo inabadilika. Bartimayo ametupa, amekimbia mbele ya Bwana. Yesu anatumwa nataka nini? Amesema nataka kuona. Siko naacha maisha machafu. Siko na kama maisha utakatifu. Mungu hatuwezi tena kuombea. Bwana hamna. Tunataka unataka nini? Wewe unataka biashara. Pokea. Wewe unataka uponyaji. Pokea. Nataka kusafiri. Pokea. Wewe unapokea mara moja. Biblia inasema ameponya, maisha yake yamebadilika. Tumefika na kipindi hii Yesu anatafuta waabudu ya kweli. Unauliza waabudu ya ongo. Nimeenda kuhubiri hapa kanisa moja hapa, siwezi kusema chini ya LG tarehe 31 usiku. Dada mmoja anaombia analia sana, nimesema wewe hapa umetoka kwa mume sasa hivi, yes. Unataka nakupa na namba na jina na sasa umetoka. Sasa hizo unalia nini? Kitu ya kwanza badilika. Alinyamaza kimya, nasema baada ya dakika 2 kupigia simu. Iko nje ya kanisa. Anataka tena unaendelea. Tunaongea tu, si nimeita. Ameacha kutekeleza pastor, pokea mgeni iko nje. Tena tumefika na kipindi unabii kinarudisha utakatifu ndani ya kanisa. Mtu anawaza unabii kwanza tu kutabiria watu. Unabii imekuja kwa tibu. Kujiandaa kwa jina la Mungu. Unabii hizo kukupa karatasi ya Biblia, haishi kuongea neno lake unashika inakupeleka mbali. Amen. Amen. Unakaa vizuri na Bwana Mungu akupeleka mbali. Siku ya leo siku ya baraka kwa ajili yako. Hii Mungu amekuja kurudisha sawa sawa kila kitu ndani yako. Simama, nyosha mikono yako, funga macho, shangilia Yesu. Simama, shangilia Yesu. Baada ya huyo nyosha mikono na funga macho yako. Eske mtu mmoja anaweza kushangilia Yesu? Amen. Funga macho, nyosha mikono yako mbele. Nataka watu wanataka kutengeneza tu na Mungu. Anasogea mbele. Amesema Yesu, Jumapili ya leo nataka kutengeneza na wewe, sogea mbele. Umesema Yesu, nimesikia habari yako. Nataka utengeneze na wewe. Funga tu macho, nyosha mikono yako. Nataka mtu mmoja usaidie na kuimba. Mtu mmoja tu anaweza kuimba na simu. Umesema Mungu, nimesikia habari yako. Nataka utengeneze na wewe. Jehovah.
Tulia. Sasa ilianza kutubu, mwambia Yesu, nimekubali ya kuacha maisha mchafu. Acha kulia kwa ajili ya maisha mchafu. Wewe mwenyewe unajua kitu gani unafanya. Unajua kitu gani nafanya? Mwambia Yesu. Mwambia Yesu. Mwambia Yesu. Nimekubali ya kuacha maisha mapenzi, nimekubali kuacha maisha ya hongo, nimekubali ya kuacha maisha mchafu, nimekubali kuacha maisha mchafu. Yesu Kristo, simama kwa ajili yako, simama. Nasali. Naomba vizuri, lakini Yesu Kristo bado. Oh, kayaba sheketeria. Simama Yesu. Simama Yesu. Kitayaba sheketeria. Mwambia Yesu takasa maisha yangu. Mwambia Yesu takasa. Kitayaba sheketeria. Kitayaba. Nasali naomba. Lakini naona kama maombi yangu usikie Yesu. Leo nimesikia. Leo najua ki mimi ninatembea vibaya. Badilisha maisha yangu Yesu, badilisha. Yake ya basi teri ya baba. Yesu. Oh, damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kite ya baseteri. Mwambia Yesu takasa maisha yangu. Naacha leo maisha mchafu, naacha leo maisha vibaya. Leo nimekubali kutembea maisha matakatifu. Kaya baseteri. Kosa liko vizuri. Mekotembea maisha matakatifu iko vizuri sana. Sikiliza, tulia. Nyosha mikono yako mbele. Roho ya Mtakatifu inashuka inaanza kutakasa maisha ya watu. Nimeona nguvu kubwa sana ya Roho ya Mtakatifu. Oh. Inaanza kujaa ndani ya watu. Inaanza kujaa ndani ya watu. Leta ya basi teri ya baba, kutulia baba. Yes! Yes! Leta ya basi teri ya baba, kutulia baba. Kila nguvu, kila roho inasukuma maisha yako na maisha mchafu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kinaanza kuachia maisha yako. Kinaanza kuachia maisha yako. Kwa jina la Yesu. Natakaswa maisha yako. Natakaswa maisha yako. Yesu Kristo. Naomba maisha yako itakaswe. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Naomba damu ya Yesu kinatakasa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo, naomba damu yako kinatakasa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. 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 Naomba damu yako. Naomba damu yako. Sogea mbele yako. Naomba damu yako. Yesu Kristo. Nakataa kila roho, kila nguvu inasumbua maisha yako. Yekanda ya basekete mwana koto ya baba. Oh, atakuachia. Unajua hata mimi sikia yeye. Yesu. Kita ya baba.
Natakaswa maisha yako. Natakaswa maisha yako. Kama umeshaombea uje na sisi yako. Kila mtu ameshaomba Yesu uje na sisi yake. Funga mikono yako. Yesu Kristo. Naomba nguvu yako ya Roho Mtakatifu kila shuka kinaanza kutakaswa. Nimeona maisha yako umenifunga na mtu mmoja mbali kwa kijijini. Nimeuliza Mungu, kwa nini unaishi maisha mbili? Kwa ukweli unaishi maisha ya shida, ni maisha yako ukweli umefungia sehemu fulani. Naomba kwa naongea kwa jina la Mungu nabii Bwana subia leo. Nguvu ya Mungu inashuka kila sehemu maisha yako umefunga. Leta ya sekretari ya nafungua maisha yako. Naanza kukata kila kamba iliyoweka kwa ajili yako. Nakata iko mwili yako inaanza kuwaka moto. Kila kitu kimekaa ndani ya mwili wako. Hakuna kitu tena kukaa. Leta ya sekretari ya baba. Kwa baba yenda maana sekretari ya baba. Leta ya baba. Leta ya sekretari ya baba.